Hii ni taarifa kwa vyombo vya habari kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, ya teuzi pamoja na uhamishaji wa viongozi kama ifuatavyo, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Juni 23, 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Viongozi ambao wamehamishwa na walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Kenan Leban Kiongosi amehamishwa kutoka mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kuchukua nafasi inayoachwa na Paul Christian Makonda. Mheshimiwa Anamerigi Macha amehamishwa kutoka mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Wakati uteuzi wa wakuu wa mikoa ni kama ifuatavyo. Balozi Simon Nyakoro Siro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma akichukua nafasi ya Thomas Andegenye. Balozi Dr. Simon Nyakoro Siro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Balozi Simon Siro anateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma akichukua nafasi ya CJF Andegenye, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua aliyewahi kuwa mkuu wa Jeshi la Polisi nchini Balozi Simon Nyakoro Siro kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, nafasi ambayo ilikuwa ikishikiliwa na Kamishna Jenerali mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tobias Andegenye. Balozi Siro ni miongoni mwa viongozi waandamizi wa usalama waliowahi kushika nafasi nyeti hapa nchini, akiongoza Jeshi la Polisi kuanzia mwaka 2017 hadi 2021 kabla ya kuteuliwa kuwa balozi na kuteuliwa kwake sasa kuwa mkuu wa mkoa. Analetwa tena katika mstari wa mbele wa kiutendaji ndani ya nchi, hususan katika mkoa wa Kigoma wenye changamoto na fursa mbalimbali za kijamii, kiusalama na kimaendeleo. Sambamba na hilo, Beno Malisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya akichukua nafasi ya Homera ambaye ameaga kwa wajumbe kwa kisiasa zaidi. Beno Malisa amekuwa mkuu wa mkoa mpya wa Mbeya akichukua nafasi ya Juma Zuberi Homera ambaye ametenguliwa katika nafasi hiyo muda mfupi baada ya taarifa ya uteuzi mpya kutolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Balozi Moses Kusiluka. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera alichapisha ujumbe wa hisia kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema, ni wakati wa kurudi nyumbani sasa, mwenda kwao si utumwa. Ujumbe huu umetafsiriwa na wachambuzi wa siasa kwamba ni ishara na nia ya kuwania ubunge katika jimbo la Namtumbo, jimbo ambalo alilotoka akilenga kugombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa 2025. Harry James yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa akichukua nafasi ya Peter Serukamba. Sasa ikumbukwe Harry James alikuwa mkuu wa wilaya na sasa amekuwa mkuu wa mkoa na ameshika na wadhifa huu akichukua nafasi ya Peter Serukamba. Uteuzi huu unakuja baada ya Peter Serukamba kutangaza hadharani mwezi Mei mwaka huu kwamba nia yake ya kuachana na nafasi ya kuwa mkoa kwa lengo la kugombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya Chama cha Mapinduzi CCM na maoni yaliyosambaa mitandaoni, Peter Serukamba anatajwa kutamani kugombea jimbo la Isimani ambalo kwa miaka mingi limekuwa likishikiliwa na mwanasiasa mkongwe William Lukuvi. Mheshimiwa Mbond Mohamed Mhita yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, wakati Mheshimiwa Jabir Omar Makame kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Kuna uteuzi wa katibu wakuu ambapo Bi Agnes Meena ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa, Bwana Rashid Kasim Chata amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Tanga, na Bi Pili Hassan Manyema amehamishwa kutoka mkoa wa Tanga kwenda kuwa katibu mkuu tawala mkoa wa Pwani. Uteuzi wa makatibu tawala na makatibu wa mikoa, Bwana Abdul Rajab Mhinte ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam na Dr. Frank Hawas ameteuliwa kuwa katibu tawala mkoa wa Songwe. Uhamisho wa naibu katibu mkuu, Dr. Hussein Mohamed Omar amehamishwa kutoka Wizara ya Kilimo kwenda kuwa na naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Wakati Profesa Peter Lawrence Makenge Msofe ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia masuala ya mazingira, na Mhandisi Othman Juma Kilundumia ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula. Wahamisho wakuu wa wilaya ni Mheshimiwa Solomon Jonas Itunda amehamishwa kutoka wilaya ya Songwe kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Mbeya. Mheshimiwa Jafar Kobecha Mgamba amehamishwa kutoka wilaya ya Handeni kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Gairo, na Mheshimiwa Amir Mohamed Mkalipa amehamishwa kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Rumeru kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Lemela. Uteuzi wa wakuu wa wilaya wapya ni Bwana Eston Mwaturiobe Kiando ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Bwana Ayubu Yasin Sebabile ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Muheza.
Bi Tekla Mkuchika ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Bi Angelina Marco Lubela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti. Bwana Maulid Hassan Doto ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Berukia Ali Zuber ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Bwana Mwinyi Ahmed Mwinyi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru, na Bwana Jubilate William Louo ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Bwana Tumaini Dalma ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Bwana Thomas Medad Mnyinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge. Bi Gloriana Judith Kimathi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli, na Bi Upendo Belt Mwela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabora. Bwana Dennis Kevas Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Bwana Fadhili Emmanuel Nkuru ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Bwana Benjamin Samuel Sita ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Bwana Salum Nyamwesa ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Handeni, na Bwana Frank Mkinda ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama. Sambamba na hilo, kuna uteuzi wa mkuu wa taasisi ambapo mhandisi Machibia Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa shirika la reli Tanzania, akichukua nafasi ya Masanja Kadogosa ambaye uteuzi wake umetenguliwa na ametajwa kuwa atagombea uchaguzi huu wa 2025. Kwa mujibu wa taarifa hii, uapisho wa wakuu wa mikoa na katibu wakuu, makatibu tawala na mikoa na naibu katibu wakuu wateule utafanyika kwa tarehe iliyopangwa hapo baadaye, na taarifa hii imetolewa na Sharifa B Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Mimi ni Malik Mansur.